Ujambo, Bwana Yesu asifiwe. Nikukaribishe siku hii ya leo kwa mara nyingine katika channel hii ya Maranatha. Leo ni siku nyingine ambapo Bwana ametupatia fursa na nafasi ya kuweza kuyatazama maneno ya uzima. Basi popote mlipo ambapo mnatazama na kusikiliza, niwaalike tuweze kuomba, ndipo tuweze kuona ni nini ambacho Bwana amekusudia tuweze kukipata kwa dakika hizi chache katika siku hii ya leo. Karibuni sana. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, Baba ambaye ni Baba wa Bwana wetu mpendwa sana Yesu Kristo, katika muda huu na masaa haya tunanyenyekea mbele zako. Tunashukuru kwa mwaliko ambao unatupatia kwamba tukikaribia kiti cha rehema kwa ujasiri ili tuweze kupata neema na rehema kutusaidia wakati wa mahitaji. Hivi Bwana, tumekuja kwako katika masaa haya, mimi pamoja na msikilizaji na mtazamaji, tukihitaji rehema zako, tukihitaji neema yako, kwa maana tunajua tunaishi katika kipindi cha mahitaji, lakini tunajua kuna wakati wa mahitaji ulioko mbele ambao ni mgumu sana. Baba wa mbinguni, tunaomba utusikilize, tunaomba utusaidie, tunaomba utuhurumie na utusaidie tuendelee kunyenyekezwa mbele zako. Kwa dakika hizi chache ambapo natamani tuweze kuyaongea maneno yako, naomba Bwana uwepo wako uweze kuwa pamoja nasi, ukatujaze kwa Roho Mtakatifu tukapate kuelewa nia yako na wazo lako katika maisha yetu. Tunashukuru, tunaomba kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Ndugu wapenzi, siku hii ya leo kuna wazo nimelipata, nimeona ni vyema tuweze kushirikiana kwa pamoja, na hili ni kama tangazo kwa kile kinachoendelea katika channel hii ya Maranatha. Wote tunaofuatilia tunaona wazi kwamba kuna mfululizo wa masomo ya chapa ya mnyama ambayo yameanza. Somo la kwanza limekwisha kutoka na liko katika mtandao sasa. Kwa wale ambao hujapata fursa ya kusikiliza, basi ni vyema ukapata nafasi ya kulisikiliza na kulitazama. Lakini pia tumeona kutokana na ufinyu wa muda tulionao na majukumu yaliyoko mengi ya kukamilisha katika kazi ya Bwana, ni vyema pia tuweze kufanya vitu viwili kwa wakati mmoja. Jambo lingine ambalo ni la msingi sana ambalo limekwisha kuanza lakini bado hatujatuma masomo hayo mpaka sasa. Tumekwisha kujifunza mpaka sasa masomo matatu, lakini bado hatujaweka mtandaoni. Nikaona si vyema kuweka mtandaoni bila kueleza kwanza nini kinaendelea. Masomo haya ya chapa mnyama yatakuwa kiendelea, lakini kwa wakati huu tutakuwa tunaendelea na masomo mengine yanayoitwa shule za manabii. Ni wachache wenye ufahamu na jambo hili, lakini wengi hawana ufahamu na jambo hili kuhusiana na shule za manabii. Kuna wakati fulani tuliwahi kuzungumza kwamba kutakuwa na kitu hiki kinachoitwa shule za manabii, na Bwana ametupatia fursa ya kuweza kujifunza masomo haya. Na hivi karibuni yataanza kuwepo katika mtandao. Kwa hiyo ukiendelea kutembelea katika channel hii ya Maranatha, basi utaweza kupata masomo haya ya shule za manabii. Shule za manabii ni nini na zinafanyikaje na lengo lake ni nini? Katika masomo hayo utaweza kujifunza na kutazama kwa upana sana. Na ni muhimu kufahamu na ni muhimu kufuatilia kujifunza wewe mwenyewe binafsi na familia yako na rafiki zako pia. Na ni masomo ambayo yanatuhusu sana sisi tunaitwa Waadventista wa Sabato, hasa tukiangalia ufinyu wa muda ambao tunaishi. Tumeangalia matukio mbalimbali yanayotokea katika dunia yetu hii. Tumeangalia jinsi ambapo dunia hii inaenda mpaka sasa hivi. Tunagundua wazi kwamba tuko mwishoni kabisa mwa wakati. Hatuna muda kabisa wa kupoteza. Hivi sasa ndugu zangu, niseme tu kwamba Bwana anaandaa timu. Bwana anaandaa jeshi la wanaume na wanawake ambao atawatumia kwa kazi ya mwisho kabisa katika huu ulimwengu. Na hiyo kazi sio nyingine bali ni kazi ya kilio kikuu katika huu ulimwengu. Ni heri sana tuombe tuwepo katika hilo kundi. Na ni kundi ambalo watu watakaoweza kuingia katika hilo kundi ni wale tu ambao watakuwa wamepata ushindi dhidi ya kila dhambi, na watakuwa wamepata mvua masika, na hivyo kuandaliwa kwa ajili ya wakati wa taabu. Kwa hiyo sasa hivi Bwana anakusanya watu wa namna hiyo, na shule hizi za manabii zipo kwa lengo hilo la kukusanya wanaume na wanawake, kuandaa walimu ambao mbingu zitawatumia kwa lengo la kupeleka nuru kwa Waisraeli, lakini pia kupeleka nuru kwa mataifa wakati wa kilio kikuu. Lakini hata sasa kazi hii inapaswa kufanyika, lakini wakati wa kilio kikuu utakuwa ni mwisho kabisa wa hii kazi. Hivyo tunatamani tuweze kujikumbusha kile ambacho
kinaendelea mpaka sasa, kile ambacho kimetokea mpaka sasa. Tunaangalia matukio, tunaangalia muda, maana huwezi ukatofautisha kati ya tukio na muda. Tumejifunza katika masomo ya mpango wa ukombozi, katika lile somo linaloitwa saa kuu ya wakati. Kama hujapata fursa ya kulisikiliza na kulitazama, basi unaweza ukaandika tu saa kuu ya wakati, utalipata hili somo ambalo limetuonyesha wazi kwamba huwezi ukatofautisha kati ya kitu kinachoitwa muda pamoja na matukio. Hivi sasa kuna matukio mengi sana yanaendelea katika hii dunia, na nabii anatuambia maneno yafuatayo. Tutasoma nukuu kadhaa kabla ya kutazama nini kimeendelea kwa ufupi, maana mengi yamezungumzwa, lakini sio vibaya kama tukigusa vile ambavyo ni vya msingi ambavyo wewe na mimi tunapaswa kuvifahamu kwa wakati huu tunaoishi. Lakini sio kufahamu tu matukio, kwa sababu kuna uwezekano wa kufahamu matukio kama mwandishi wa habari, lakini swali, nini kifanyike kuhusiana na hayo matukio ambayo yanaendelea mpaka wakati huu wa sasa? Na hivyo kuna umuhimu sasa wa kutambua nini maana ya shule za manabii. Hapo itakuwa ni jibu la maswali mengi sana. Tunapoenda katika Pambano Kuu, tunaposoma ule ukurasa wa 490, Pambano Kuu ukurasa wa 490, hii ni ule ukurasa wa Kiingereza, lakini kwa ukurasa za Kiswahili ni ukurasa wa 406, maana nakala zinatofautiana, lakini nakala hii ambayo mimi natumia ni ule ukurasa wa 406 na pamoja na Pambano Kuu ukurasa wa 490 kwa Kiingereza. Maandiko yanasema maneno yafuatayo: matukio yanayohusiana na kufungwa kwa kazi ya upatanisho ni ya muhimu sana. Kumbe sio matukio yote yanahusiana na kufungwa kwa kazi ya upatanisho. Hapa nabii ameweka wazi kwamba matukio yanayohusiana na kufungwa kwa kazi ya upatanisho ni ya muhimu sana. Halafu anasema ni wachache sana wanaopenda kushughulika nayo. Kwa maana nyingine ni wengi ambao hawapendi kushughulika na haya matukio. Matukio gani? Matukio yanayohusiana na kufungwa kwa kazi ya upatanisho. Hiyo ni nukuu ya kwanza. Lakini nukuu ya pili, nabii anasema maneno yafuatayo, inafanana na hiyo ambayo yenyewe inapatikana ukurasa ule wa 594 katika ile sura inayosema maandiko ni kinga, Pambano Kuu sura ya 37, maandiko ni kinga. Nabii anasema hivi: matukio yanayohusiana na kufungwa kwa rehema na kazi ya maandalizi kwa ajili ya wakati wa taabu vimeelezwa wazi. Jambo hili ni zito sana. Sikuwahi kufahamu kama hapa kuna mambo mazito hivi, lakini hebu tusikize kwa makini. Anasema matukio yanayohusiana na kufungwa kwa kazi ya upatanisho, au niseme kwa kazi, lakini hiyo kazi hiyo tunaifahamu ni kazi ya upatanisho, kwa sababu katika Pambano Kuu 490 ameshasema kazi ya upatanisho. Hapa amesema tu matukio yanayohusiana na kufungwa kwa rehema na kazi ya maandalizi kwa ajili ya wakati wa taabu vimeelezwa wazi. Hapa nabii anatuambia kuna jambo la kwanza ambalo ni matukio, na jambo la pili ni kazi ya maandalizi. Sasa tulisema matukio huwezi ukatofautisha na muda, maana kila tukio lina muda wake, na muda unaenda kukwambia ni tukio gani lipo mbele. Kwa hiyo anaposema tu matukio yanayohusiana na kufungwa kwa rehema, kwa maana nyingine ametuambia muda kwa kufungwa kwa rehema. Alafu anasema na kazi ya maandalizi. Kwa hiyo vitu vile vimetajwa hapa, muda na kazi. Na tumejifunza katika mpango wa ukombozi, tulisema kwamba katika mpango wa ukombozi au katika somo la patakatifu kuna mambo mengi ya kujifunza, lakini mambo makuu ni mawili: kujifunza kuhusiana na kazi ya ukombozi pamoja na muda wa ukombozi. Hapa nabii anatuambia muda pamoja na kazi. Kwa maana nyingine anasema matukio pamoja na nini? Na kazi. Lakini si ajabu wengi sana wahubiri tukawa bize sana kufafanulia watu kuhusiana na matukio, kuhusiana na muda, lakini sasa tukashindwa kuambia watu kuhusiana na kazi ya maandalizi kwa ajili ya taabu iliyoko mbele. Na hivi sasa ni muhimu kutambua, ndugu zangu, kuhusiana na shule za manabii, maana shule za manabii ni kazi ya maandalizi. Wale wote ambao wanatamani kusimama katika nyakati hizi za mwisho ili tuweze kuwa upande wa Bwana, na rehema zitakapofungwa tuweze kuwa upande wa Bwana, bila shaka ni muhimu sana, ndugu zangu, kufahamu kuhusiana na shule za manabii, na kusii kwa huruma zake Bwana usikose katika somo hilo.
Usikose kufuatilia mtiririko wa masomo hayo. Hivi karibuni tu tutaanza kuyatuma hayo masomo katika mtandao wetu wa kijamii ambao ni mtandao wa YouTube. Usikose kufuatilia hapo, kwa sababu kuna mambo ya msingi ya muhimu ambayo wewe na mimi tutakuwa tukijifunza kwa pamoja. Hata mimi pia ni mwanafunzi katika hiyo shule. Kwa hiyo Bwana tusaidie tuweze kuwepo hapo miongoni mwa wale watakao nufaika na haya masomo, basi wewe na mimi tuweze kuwepo hapo. Na niwaambieni kwa ndugu zangu, sasa hivi Bwana haangalii namba, haangalii idadi ya watu. Kwa sasa Bwana anaangalia utayari wa watu. Kwa hiyo kama unaangalia kundi gani kubwa, unaangalia watu gani ni wengi wanaofuatilia, ndugu zangu, tutakuwa tumechelewa. Lakini tutazame, je, yani nile nia ya Bwana iko ndani yetu? Hapo tutakuwa tumewahi katika hii shule na tutanufaika na hii shule. Sasa nabii anasema pia katika kitabu hiki cha Testimony to Ministers, shuhuda kwa watendakazi, ukurasa ule wa 118.1, nabii anasema maneno yafuatayo. Anasema hatari za siku za mwisho ziko mbele yetu. Hatari za siku za mwisho ziko mbele yetu. Na katika kazi yetu tunapaswa kuwaonya watu kwa hatari ambayo wapo nayo. Nabii anasema tunapaswa kuwaonya watu kwa hatari ambayo wapo nayo. Hii sio hatari inayokuja. Ni kweli kuna hatari inakuja, lakini hapa nabii anasema kwa hatari ambayo watu wako nayo. Sasa hivi tunavyoongea mimi na wewe, kuna hatari ambayo inatukabili sisi watu wa Mungu. Anaendelea mbele, anasema maneno yafuatayo. Hebu yale matukio muhimu ambayo unabii umeyadhihirisha yasiachwe bila kuguswa. Nabii anasema maneno hayo. Matukio yale muhimu ambayo unabii umeyadhihirisha, anasema yasiachwe bila kuguswa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni ya muhimu sana. Matukio haya ni yale yanayohusiana na kufungwa kwa kazi ya nini? Ya upatanisho au kazi ya rehema. Hivi sasa Kristo anafanya kazi katika hekalu la juu mbinguni, chumba kile cha pili. Na kazi hii imekuwa ikiendelea kwa miaka mingi sana. Mapema mno, hamna anajua mapema kiasi gani kazi hii itakoma. Ndugu zangu, itakapokoma kazi hii, wewe na mimi tutakuwa upande gani? Tulikwisha kujifunza somo lililopita kuhusiana na Marekani na unabii kuhusu Marekani kuhusiana na 2025. Tukasema 2025 sio mwaka wa kawaida. Na tulitazama uchaguzi uliofanyika Marekani, uchaguzi wa rais katika taifa la Marekani. Tuliona wazi kwamba kuchaguliwa kwa rais huyu Donald Trump, tuliona kwamba sio jambo la kawaida, kwa sababu kunafanana sana na yule rais ambaye alichaguliwa katika ile miaka ya 1844 hapo 84 88, na katika kipindi hiko kulikuwa na vuguvugu za kupitishwa kwa sheria ya Jumapili. Kwa yule rais ambaye alikuwa katika madaraka kwa kipindi hicho, tuliona wazi kwamba anafanana kabisa sifa zake na rais huyu ambaye anaitwa Donald Trump. Na ndugu zangu, tukaona wazi kwamba rais huyu Donald Trump ametuleta kabisa katika mwaka 1888 ambapo sheria ya Jumapili ilikuwa mbioni kupitishwa. Tayari huu mswada ilikuwa ni kipindi cha vuguvugu la kupitishwa kwa sheria ya Jumapili. Tuliona hivyo na tukaona kwamba kama ni hivyo, basi tunaona wazi kwamba hii ulifanana sana na ule wakati ambapo wana wa Israeli walikuwa wanakaribia kuvuka kwenda katika nchi ya ahadi, na watu wawili ambao ni Caleb na Joshua walikuwa wanaamini maneno ya Bwana, walikuwa tayari kuwaambia watu tuvuke, lakini watu walikuwa hawako tayari. Watu walikataa, walikosa imani. Tukaona kipindi hicho kinafanana na kipindi cha miaka 1888 ambapo watu wawili tena E.T. Jones pamoja na E.J. Waggoner walipoleta tunda la ujumbe malaika watatu, ambapo tuliona ni ujumbe gani? Ujumbe wa haki kwa imani. Na kule kwa Caleb na Joshua walileta matunda ya ile nchi ya nini? Ya ahadi. Walileta matunda kama vionjo kuambia watu, jamani, huko tunakoenda matunda ni haya. Tunaweza tukatazama jinsi gani ardhi ilivyokuwa na rutuba, ilivyokuwa nzuri, lakini watu hawakuamini. Lakini hapa tena tunaona Caleb na Joshua katika mwaka 1888 wanaleta tunda la ujumbe wa malaika watatu, wanaleta tabia ya Mungu, wanaleta ujumbe wa haki kwa imani, lakini watu hawakuwa tayari kukubaliana na ujumbe wa haki kwa imani. Na nabii aliandika, wanasema kwamba kama watu wangepokea ujumbe wa haki kwa imani ambao ni A.T. Jones pamoja na E.J. Waggoner, kama Caleb na Joshua waliouleta, kama watu wangekubali huo ujumbe, dhahiri kwamba Yesu angerudi katika ile miaka na watu sasa hivi wangekuwa mbinguni. Lakini kwa kukataa ujumbe, nabii anasema tulizunguka tena jangwani miaka 40.
sio miaka halisi, lakini anazungumza unabii kwamba tumezunguka tena miaka 40. Wakina Caleb na Joshua baada ya kuzunguka miaka 40 wakajikuta tena wamerudi pale pale. Hakukuwa na mzunguko tena, isipokuwa ni nini? Ni kuvuka. Isipokuwa ni nini? Ni mchujo. Wanaobaki wanabaki, wanaokwenda na kwenda. Ndivyo ilivyofanyika. Na pale Baali Peori walikufa watu wengi sana ambao walimwasi Bwana. Sasa ndugu zangu, tumeona kwamba kutoka mwaka 1888 ambapo ujumbe wa haki kwa imani ulikataliwa, tumeona kwamba rais yule aliyekuwa madarakani kwa kipindi kile anafanana na rais huyu Donald Trump, ambapo tunaona wazi kwamba vuguvugu lile la sheria ya Jumapili lililofanyika katika ile miaka hivi sasa ndilo hilo tunalishuhudia. Kubwa kuliko ni kwamba Papa aliyekuwa madarakani kipindi hicho alikuwa ni Papa Leo wa 13. Kwa hiyo Papa Leo wa 13 katika ile miaka 1888 ni papa aliyesukuma sana vuguvugu la kupitishwa kwa sheria ya Jumapili. Na huyu Papa Leo wa 13 alianza kuongoza kuanzia mwaka 1878 mpaka mwaka 1903. Kwa hiyo kutoka mwaka 1878 ikapita miaka 10 kuangukia mwaka 1888, ambapo huu ndio ulikuwa ni mwaka ambapo kulikuwa na vuguvugu la kupitishwa kwa sheria ya Jumapili. Na kutoka huo mwaka, kutoka hiyo miaka ambapo huyu papa alipoacha kazi mwaka alipokoma mwaka 1903, kazi yake ilipokoma huyu Papa Leo wa 13, hakuna papa mwingine yoyote ambaye alichukua jina la papa huyu Leo. Hakuna papa mwingine yote isipokuwa ni papa huyu wa sasa ambaye ni anaitwa Prevost, amechukua jina lake na hivi sasa anaitwa ni Papa Leo wa 14. Kutoka kwa Papa Leo wa 13, huyu ni Papa Leo wa 14. Ndugu zangu, sio mambo ya kawaida haya. Sio mambo ya kawaida kabisa. Rais ni huyo huyo wa miaka 1888, papa naye ni huyo huyo. Na ndugu zangu, papa anapochagua jina, hachagui jina tu, hapana. Anachagua jina pia akichagua na zile sifa za yule papa ambaye alipita. Kwa sababu gani? Kwa sababu huwa anampenda na huwa anatamani kutekeleza kile ambacho yule aliyepita amefanya. Sasa angalia. Kwa Papa Francis, tunakumbuka wote Papa Francis, sio wote, baadhi tunafahamu. Papa Francis sio jina lake Francis. Anaitwa ni George Mario. Haitwi Francis, anaitwa George Mario. Huyu Papa Francis ambaye ni George Mario alichagua jina la Francis wa Assisi. Huyu Francis wa Assisi alikuwa na agenda za masuala mazima za mabadiliko ya tabia ya nchi. Tumekuja kushuhudia kwa uongozi wa Papa Francis akishughulika sana na masuala mazima ya mabadiliko ya tabia ya nchi, hadi akaandika kitabu kabisa kinachoitwa Waraka wa Baba Mtakatifu Francisco juu ya hifadhi ya mazingira. Hichi kitabu mimi ninacho hapa. Naweza nikasoma baadhi ya kurasa katika hiki kitabu. Nisome tu kwa ufupi katika ukurasa wa 14 ambapo huyu Francis huyu wa sasa alimwandika huyu Francis wa Assisi. Naomba nisome maneno machache katika hiki kitabu. Anasema hivi katika kile kipengele cha 10 ukurasa wa 14, anasema hivi: nisingependa kuandika waraka huu bila kumwangalia mtu aliye muhimu na kivutio. Sikiliza, anasema mtu aliye muhimu na kivutio ambaye nililichagua jina lake kama mwongozo nilipoteuliwa kuwa askofu wa Roma. Huyu ni Papa Francis anasema hivyo kwamba yeye alilichagua jina lake. Jina la nani? Jina la Francis wa Assisi. Sikiliza, anasema ninaamini kuwa Mtakatifu Francisco wa Assisi huyo ni mfano ulio bora wa kuyajali mazingira muhimu na ekolojia kwa njia ya kuishi kwa uhalisi na furaha. Yeye ni msimamizi wa wana mazingira wote na ni mtakatifu aliyependwa pia na wale wasio wa Kristo. Sikia, huyu ni Papa Francis. Huyu aliandika habari za Papa Francis wa Assisi ambaye alikuwa ndo niseme kama role model wake, ni kama mtu wa kumwangalia. Sasa angalia, Papa Leo wa 13 ni papa ambaye yeye alisukuma vuguvugu la kupitishwa kwa sheria ya Jumapili. Huyu papa wa sasa ambaye ni Leo wa 14 amechagua jina lake. Ina maana kuna vitu anavipenda kutoka kwa huyu papa aliyepita ambaye ni Papa Leo wa 13. Ndugu zangu,
sijui nini kinaenda kutokea katika huu mwaka 2025. Sijui. Ikipita mwaka 2025 bila kutangazwa kwa sheria Jumapili, tunapaswa kutupige magoti na tumwambie Mungu, tunakushukuru sana Baba kwa sababu umeruhusu jambo hili lisonge mbele. Na tunapaswa kumwomba Bwana kwamba aendelee kutupatia fursa na wakati wa kuendelea kuonya dunia, kujionya sisi wenyewe kwa hatari ambayo inakuja katika dunia kwa kasi sana. Ndugu zangu, hatuishi katika mwaka wa kawaida, tunaishi katika mwaka wa ajabu sana. Na hebu angalia, hivi sasa dunia inaongozwa na taifa la Marekani. Tunafahamu Marekani ndo rais yote wa Marekani ni kama rais wa dunia, kwa sababu tunatambua kwamba mnyama wa Ufunuo 13 ambao tunazungumzia wanyama wawili, taifa la Marekani tunaliona hapo, pamoja na upapa tunauona hapo. Hivi karibuni tunaona kabisa Marekani itanena kama joka. Hasa hivi papa aliyechaguliwa ni papa anayetoka katika taifa la Marekani hapo hapo. Rais wa dunia Marekani hapo hapo. Na kabla hajachaguliwa huyu papa ambaye anaitwa ni Papa Leo wa 14, ndugu zangu, tunaona wazi kwamba Trump alipoulizwa vipi kuhusiana na papa, aliulizwa Trump kuhusiana na papa mpya ungependa awe nani? Trump alisema kwamba yeye mwenyewe ndio angependa awe papa. Na kuna picha nyingi za AI zikatengenezwa hapo kuhusiana na Trump, kama unavyoweza kuona hapo mbele kwamba Trump alionekana amevaa mavazi ya kipapa. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kwamba walijua wazi kwamba papa wa saizi atatoka katika taifa la Marekani. Dunia hii tangu ianze mpaka tulipofikia sasa hivi haijawahi kutokea papa yoyote ametoka katika nchi ya Marekani. Huyu ndio papa wa kwanza kutoka katika nchi ya Marekani. Ndugu zangu, tunaishi mwishoni kabisa mwa historia ya hii dunia. Wengi sana hawafahamu mambo haya. Kama nabii ambavyo anasema ni wengi sana ambao hawajui kweli hizi muhimu. Naomba nisome hii nukuu kumalizia hapa mbele. Katika Pambano Kuu ile sura ya 37 inasema, maandiko ni kinga. Anasema matukio yanayohusiana na kufungwa kwa rehema na kazi ya maandalizi kwa wakati wa taabu vimeelezwa wazi. Yaani havijafichwa hata kidogo, vitu hivi vimeelezwa wazi. Nabii anasema tena maneno yafuatayo: lakini watu wengi sana hawazijui kweli hizi muhimu kuliko kama zisingefunuliwa kamwe. Yaani ni heri kweli hizi muhimu zisingefunuliwa, mbingu zingejua kwamba hii dunia haitambui. Lakini sasa kweli hizi zimefunuliwa wazi, lakini watu wengi hawatambui mambo haya. Maandiko yanasema shetani anavizia kudaka kila wazo ambalo lingewafanya kuwa wenye busara kwa ajili ya kuokolewa, na hivyo wakati wa taabu utawakuta hawako tayari. Hata sasa hivi shetani anavizia kudaka kila wazo ambalo ni la msingi, kila wazo ambalo linatolewa linalolenga kuwafanya watu kuwa na hekima, kuwa na busara kwa ajili ya wokovu. Shetani anavizia kudaka wazo la namna hiyo, na mwisho wa siku wakati wa taabu utatukuta wengi sana hatuna maandalizi. Ndugu zangu, hatuishi katika wakati wa kawaida, tunaishi katika kipindi cha ajabu kabisa katika historia ya dunia. Na tunaona wazi kwamba baada tu ya kuchaguliwa kwa papa huyu Leo wa 14, Marekani sasa hivi ni kama imetangaza, kwa sababu tunajua sera Marekani ya sasa ni kwamba ifanyike kuwa yenye nguvu tena. Marekani ifanyike kuwa kubwa tena. Huu msemo, ndugu zangu, utakumbuka ulifanyika wakati ule wa taifa la Babeli. Yule mfalme wa Babeli alipoanza kujinadi, Nebukadneza aliposema kwamba sio mimi Nebukadneza nilijenga huu mji, Babeli akasema ni Babeli kuu, great, akaita jina hilo ambalo sasa hivi pia tunaliona katika taifa la Marekani jambo hili likijirudia tena. Na tunaona wazi wakati ule wa mfalme Nebukadneza, baada tu kunena maneno hayo, uangamivu au anguko ndio lililofuata. Na hivi sasa tumejifunza masomo, ndugu zangu, kuhusiana na migeuko minne ya taifa la Marekani. Watabiri wengi, wanasayansi wengi wanatabiri wazi kwamba mwaka huu 2025 ni mwaka wa ajabu kabisa katika taifa la Marekani. Na hivi sasa Marekani imejitangazia wazi kwamba hata kuchaguliwa tu kwa papa huyu Leo wa 14 ni kwamba Marekani huo ni wito wa Marekani kufanyika kuwa kubwa tena. Mara zote taifa linapojitukuza linashushwa. Hata mtu anapojitukuza, kiburi kinapopanda, taifa hilo linafanyaje? Linashushwa. Na wakati gani taifa la Marekani litaenda kushushwa? Ni wakati ambapo litakaponena kama joka. Litakaponena kama joka ni wakati gani? Wakati ambapo bunge la Marekani litapitisha sheria ya Jumapili, litaenda kunena kama
joka. Na hivi sasa harakati hizo ziko wazi kabisa. Tunashuhudia wazi hata kuguswa kwa katiba Marekani. Tunaona kwamba kilichozuia tu sheria Jumapili ni ile katiba Marekani, kwamba kuwe na utenganifu kati ya dini pamoja na serikali. Lakini hivi sasa spika wa bunge wa Marekani Mike Johnson pamoja na Trump mwenyewe wameongea wazi kwamba ule uelewa watu walionao kuhusiana na kutenganishwa kwa dini na serikali, eti wanasema kwamba watu hawakuelewa vizuri. Haimaanishi kwamba vitu hivi vitenganishwe, hapana. Wanasema dini inaweza kaingia katika serikali. Ndugu zangu, angalia kwa makini nini kinafanyika pale ambapo dini inaingia katika serikali. Kwani hata Marekani yenyewe kunena kama joka kupitisha sheria ya Jumapili, ina maana sheria ya Jumapili ni mambo sio ya kidini, sio ya kisiasa, ni mambo ya kidini. Kwa nini? Kwa sababu dini inaruhusiwa kuingia katika serikali. Sikia hiyo. Hiyo ndio maana ya kubadilishwa kwa katiba Marekani. Na wengi sana tutakaa tungojee katiba Marekani inaanza kupigiwa kula na kubadilishwa. Huenda sio hivyo. Inaweza ikabadilishwa kwa maneno tu. Maneno yakaongeleka, maelezo yakawa ni yale yale, lakini watu wakabadilishiwa fikra na mitazamo yao. Mfano mzuri ni huu. Hii ni Biblia moja tunaamini. Ni neno la Mungu tunaliamini. Tunasema kwamba Roma wamebadilisha sheria ya Mungu. Roma wamebadilisha Biblia. Wamebadilisha vipi Biblia? Wamebadilisha vipi sheria ya Mungu? Biblia unasoma ni ile ile, ikumbuke siku ya Sabato iko pale pale, ila wamebadilishia watu mtazamo wao wa uelewa. Na ndio maana unaweza kujifunza na Mroma tangu asubuhi mpaka jioni, ukajifunza na Mlokole tangu asubuhi mpaka jioni asikuelewe. Akakwambia tu kuna maana hujaelewa. Kwa nini? Kwa sababu amekwisha badilishiwa mtazamo wake. Kwa hiyo taifa la Marekani nalo linafanya kitu hicho hicho. Taifa la Marekani sasa hivi linabadilishia watu mitazamo yao katika akili zao. Waanze kuona kumbe ile katiba hatukuelewa vizuri. Na hivi sasa taifa la Marekani litakapopitisha sheria Jumapili, dunia haitashangaa, Marekani yenyewe haitashangaa. Kwa nini? Kwa sababu tayari wamekwisha cheza na akili za watu. Hilo ndio jambo linakuja hivi mbele, ndugu zangu, sio mambo ya kawaida haya. Kwa hiyo Trump amesema kwamba amejisikia furaha, amejisikia ni shangwe kweli kweli kwa Papa Leo kuchaguliwa kwa sababu ni Marekani mwenzake. Kwa hiyo wananena lugha moja hawa watu. Mambo ya ajabu kabisa hayo. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nikatamani tuweze kushirikishana haya mambo machache kwa sababu ni ya muhimu sana. Matukio haya na katika shule tunapoenda kujifunza katika shule za manabii, mengi tutaendelea kuyazungumza na tutaendelea kujifunza kuhusiana na nini kifanyike kwa wakati huu. Matukio tunaona hayo, mambo tunaona hayo. Unajua kuna vitu vingine tulidhani kwamba vitatokea miaka ya mbele sana, lakini vinatokea katika macho yetu hivi tunaona na tunashangaa. Kuna muda mwingine sasa unakuta matukio yanapoenda kwa staili hii, na shetani pia analeta matukio mengine ambayo sio muhimu katika dunia yetu. Tunashuhudia harakati nyingi zinafanyika katika nchi zetu, kutokuwa na amani kunakofanyika na mambo mengine mengi, na hayo pia shetani ndio anatamani tuweze kujikita nayo. Shetani anataka tuone kama leo tutazame habari za vichekesho, habari za mambo kama hayo, maburudisho kama hayo, ili kusudi yale mambo ya msingi yanapotokea watu wasifahamu chochote. Watu wao wamelala kabisa, wasijue kinachoendelea chochote, alafu mwisho wa siku tukumbwe na tukio la mwisho kabisa ambalo litawashangaza wengi sana. Ndugu zangu, tunaishi katika kipindi ambapo kama tu tunaposoma ule mfano wa wanawali 10, 5 wenye busara, 5 wapumbavu, tunaambiwa kwamba wote kuna wakati fulani walilala, lakini kilichokuja kuamsha ni nini? Kilichokuja kuamsha ni matukio. Ni tukio lililoamsha, na lile tukio lilitokea huko nje, kwamba haya mkeni mkamlaki bwana harusi. Hilo ni tukio gani? Hilo ni tukio la sheria Jumapili. Watu walipokurupuka wakajua kama kawaida, kama siku zote tutachukua taa zetu na kwenda kumlaki bwana harusi. Lakini ndugu zangu, hawakutambua kwamba miongoni mwao kuna watu ambao walikuwa hawana mafuta, hawana neno la Mungu, hawana maandalizi ya moyo. Kama tu Samsoni akasema kama siku zote nitaenda nipigane naye, alipokuja kujinyosha na kumbe nguvu zake zimeondoka na hakujua kama hana nguvu. Tusiishi kwa mazoea. Huu ni muda wa kuamka, ni muda wa kumtafuta Mungu kwa kina. Familia zimtafute Mungu kwa kina sana. Hatuokolewi kwa makundi. Baba katika familia, mama katika familia, watoto katika familia. Ni wakati wa kuamka. Naomba tafadhalini jamani, tusikose kufuatilia masomo haya ya shule za manabii. Kuna mengi sana ambayo tutajifunza. Ndugu zangu, na huyu papa ambaye amechaguliwa sasa hivi ni papa ambaye pia ni mdau wa mabadiliko ya tabia ya nchi. Tunaona hapa anasema kwamba
The new Pope Leo wa 14 has spoken out about urgent need for climate change action. Huyu ni papa ambaye anasema na yeye pia ni mkereketwa wa masuala mazima ya mabadiliko ya tabia ya nchi, na yeye pia anatamani sasa haya mambo yafanyike kwa vitendo. Yeye ni kana kwamba Papa Francis amezungumza sawa, lakini hajafanya kwa vitendo. Sasa anasema ni wakati wa kufanya kazi kwa vitendo. Lakini huyu papa tunaona wazi hapa pia tunasoma article nyingine nasema kwamba before he was pope, kabla hajawa pope, huyu Papa Leo wa 14 alisema kwamba ni wakati wa kivitendo wa mabadiliko ya tabia nchi. Yani wakati Papa Francis anazungumza mabadiliko ya tabia nchi, huyu akasema kwamba wakati huo akasema ni wakati sasa wa vitendo wa mabadiliko ya tabia nchi. Na wewe na mimi ndugu zangu tunafahamu na tumejifunza mambo mengi kuhusiana na swala hili kwamba katika mabadiliko ya tabia nchi ndugu zangu, tunachokiangalia hapa sio jambo lingine linalotafutwa, bali ni sheria ya Jumapili. Unaposoma Pambano Kuu ukurasa wa 598 iko wazi kabisa, inaelezea kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi yanayotokea, kuhusiana na masuala mazima ya vimbunga, masuala mazima ya njaa, mafuriko, mvua nyingi sana na sehemu zingine ukame. Dunia itaenda kukaa na kusema kwamba tunatakiwa kumrejea Mungu wa mbinguni. Dunia ndio itasema hivyo. Inasema matatizo haya yote haya hayatakoma mpaka pale amri ya Jumapili itakapo. Ngoja nisome hii nukuu kwanza. Katika Pambano Kuu ukurasa ule wa 589 Pambano Kuu inasema hivi. Baada unaposoma hii kuanzia ukurasa wa 588 utaona wazi kwamba kuhusiana hapa yamezungumzwa kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi na kile ambacho shetani anakifanya katika mabadiliko ya tabia nchi. Ni yeye mwenyewe ndiye anasababisha mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia ni yeye mwenyewe anaenda kudanganya watu kuhusiana na suluhisho ambalo ni la uongo kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi. Sasa hapa kipengele hiki kinasema hivi: na kisha mdanganyaji mkuu ambaye ni shetani, na kisha mdanganyaji mkuu atawashawishi wanadamu kwamba wale wanaomtumikia Mungu ndio wanaosababisha maovu haya. Anasema kundi ambalo limechochea hasira ya mbinguni litashindilia mashutumu juu ya wale ambao utii wao kwa amri za Mungu ni kemeo lisilokoma kwa waasi, ambao hawa watu tunazungumzia sasa ni wale Adventista wa Sabato, wale wa kweli kweli. Maandiko yanasema hivi: itatangazwa kwamba watu wanamkosea Mungu kwa kuvunja Sabato ya Jumapili. Kwa hiyo kuna uhusiano mkubwa sana kati ya mabadiliko ya tabia nchi pamoja na kupitishwa kwa sheria ya Jumapili. Ikiwa sasa Papa aliyepita, Papa Francis, alikuwa ni mdau mkubwa sana wa mabadiliko ya tabia nchi na amepeleka dunia mahali pakubwa sana kuhusiana na fikra za watu kuelewa nini kifanyike katika mabadiliko ya tabia nchi. Lakini kama hiyo haitoshi, Papa wa sasa aliyeingia kazini pia na yeye ni mdau wa masuala mazima ya mabadiliko ya tabia nchi. Tena yeye anasema ni wakati sasa wa kufanya mambo haya kivitendo. Na dunia ina muda wake. Dunia hii imehesabu muda wake. Wamesema hakuna kuvuka mwaka 2030 bila kwenda kwenye hatua za kivitendo za masuala mazima ya kuinusuru dunia dhidi ya masuala haya, majanga haya ya mabadiliko ya tabia nchi. Sasa ndugu zangu, huu ni mwaka 2025. Kama dunia inasema kwamba ni wakati wa kufanya kazi dunia hii kabla ya kufika mwaka 2030, na wameaminishwa kwamba itakapofika mwaka 2030 dunia hii itavunjika vipande vipande. Dunia hii itakuwa haina uwezo tena wa kuwabeba watu au wa kusapoti maisha kwa viumbe vinavyoishi katika hii dunia. Na ndio maana wanasema lazima tuinusuru dunia mapema iwezekanavyo. Haya ni mataifa makubwa na kuna saa imezinduliwa ambayo hii saa inahesabu muda kwa kupungua chini kuikuta mwaka 2030. Wanasema hapa, nabii anasema kwamba lazima Jumapili, wanasema watu wanamkosea Mungu kwa kuvunja Sabato ya Jumapili, kwamba dhambi hii imeleta maafa ambayo hayatakoma mpaka utunzaji wa Jumapili utakapokuwa umelazimishwa kwa ukali kabisa. Sasa kama tunaamini maneno ya nabii ndio yako hivyo, kwamba dunia hii lazima ikae ifikirie nini cha kufanya ili kuweza kunusuru dunia hii kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi. Na tulisoma Mathayo katika sura 24, na tunapoenda kumalizia Mathayo sura 24, tuliona wazi kwamba katika Mathayo sura 24 tupo katika ule mstari wa 8 ambao unasema ni mwanzo wa utungu. Na mwanzo wa utungu tuliona wazi kabisa umebebwa na mambo makuu matatu. Mambo haya ni nini? Njaa,
matetemeko pamoja na nini? Na magonjwa. Tuliona kuanzia mwaka 2020 tupo katika magonjwa, na ugonjwa ule uliotangazwa mwaka 2020 dunia ilisema kwamba huu ni ugonjwa wa kiulimwengu, pandemic. Na pia dunia hii sasa hivi imetangaza njaa, ipo katika njaa ya kidunia. Lakini kama hiyo haitoshi, maandiko yanasema kwamba kutakuwa vile vile na kitu kinachoitwa matetemeko. Matetemeko ni nini? Matetemeko ndio haya tunazungumzia, mabadiliko ya tabia nchi. Hapa ni matetemeko yenyewe, ni majanga mengine ya vimbunga, ukame na vitu vingine vyote ambavyo vinahusiana na mabadiliko ya tabia nchi. Sasa huu ni mstari wa 7 na mstari wa 8 ambao unasema ni mwanzo wa utungu. Baada ya mwanzo wa utungu, nini kinafuata? Katika mstari wa 9 ukisoma maandiko nasema wakati huo, lakini tulisoma katika Biblia ya Kiingereza ilisema then, yaani kisha au harafu, kwamba mambo haya yanafuatana. Kutoka mstari wa 8 kwenda mstari wa 9 vinafuatana, ambapo tukiweka neno hilo sasa tutasoma hivi: harafu watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Mwokozi anazungumza wazi kwamba kutoka katika kipengele hiki cha mabadiliko ya tabia nchi pamoja na njaa pamoja na majanga mengine mengi ya magonjwa, kwenda mstari wa 9 maandiko yanasema kwamba hapo kinachoenda kufuata ni nini? Ni kusalitiwa, kuuawa na kuchukiwa na mataifa yote. Kwa nini mataifa yote? Kwa sababu mataifa yote haya yatakuwa yameleta suluhisho, yataleta suluhisho kwamba tuitunze siku ya Jumapili. Ukienda China itakubali kutunza Jumapili kuinusuru dunia. Uganda ni hivyo hivyo, Kenya hivyo hivyo, Tanzania yenyewe hivyo hivyo. Mabara yote yatakubaliana na jambo hilo. Sasa wewe utakapokataa, mimi nitakapokataa, nitaenda kinyume na mataifa yote, kwa sababu mataifa yote yamekubaliana na jambo hilo. Na ndio maana ni sheria Jumapili ya kitaifa. Kila taifa itakubaliana na hili suluhisho. Usizani kwamba dunia itaambiwa tupumzike kwa kusali siku ya Jumapili. Kuna watu wanasema sisi hatuna dini, hatukubaliana na mambo hayo. Cha ajabu, hata wale ambao hawana dini watakubaliana na jambo hili, kwamba hili jambo ni lenyewe. Nani amesema jambo hilo? Ni Papa. Ametoa wapi? Kwa yule shetani ambaye ni baba wa uongo. Amedanganya dunia kwa namna hiyo. Jamani, Mungu atusaidie sana. Mbingu zitusaidie sana kwa wakati ambao tunaishi. Tujinyenyekeze sana kwa mbingu ili tuweze kujua namna gani tunaweza tukaokoka, namna gani tunaweza tukaziandaa familia zetu kukutana na Bwana. Nikukaribishe sana katika hayo masomo ya shule za manabii. Ni masomo muhimu sana ndugu zangu. Hili ni kama tangazo likufikie popote ulipo, msambazie na mwenzako ili tuweze kujiandaa kupokea hayo masomo. Bwana akubariki sana. Nikutakia wakati mwema katika jina la Yesu Kristo. Amina. Tuombe. Baba mtakatifu, Baba wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa sababu wewe ni upendo. Asante kwa neema yako, asante kwa baraka zako, asante kwa kuruhusu vitabu hivi vikaandikwa. Tunashukuru kwa ajili ya roho ya unabii. Tunaona ni taa na ni nuru ambayo inatuongoza safarini ili tusijikwae hadi tutakapofika mwisho wa wakati. Tusaidie Bwana, tusipuuzie maonyo haya ambayo tunapewa ili kusudi tuweze kujiandaa na kuweza kuokolewa. Inashangaza kwa wakati wa Nuhu ni yeye tu na familia yake ndio waliweza kuokolewa. Baba, itashangaza kwa kipindi chetu hiki kwa nuru kubwa tulionayo na tukapotea. Tuandae Baba wa mbinguni, tusaidie kuanzia mkubwa mpaka mdogo ili tuweze kuwa tayari kukulaki utakapokuja mara ya pili. Asante Bwana, tumejiacha kwako kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.